Karibu ndani wadau. Hapa hivi ni Kela King, Dar es Salaam King, na leo niko ndani ya studio na kijana ya Dozi. Dozi mwenyewe. Kabisa ya. Karibu ndani ya Sukre babu. Asante sana. Sasa leo tunataka kuchapa show hapa hivi bana, tuko na artist hapa anaitwa Ozil the Master. Ozil the Master ni msanii kutoka Kisumu. Kabisa. Atajieleza vizuri kwa mafans akifika hapa hivi. Ama namna gani mtu wangu? Ni kweli kabisa. Siku hii ni siku ya Sunday. Na lazima tutumbuize watazamaji wetu. Kabisa. Wanaita Jumapili. Tumerudi kwa kibao kweli kweli. Kweli kweli. Gitakumudhuro. Kabisa. It's another Total Vibes production. Huyo ndio Ozil mwenyewe. The next few minutes tutakuwa tunamkaribisha. Vile tu tumesema ni Kela King, Dar es Salaam King, na leo ndani ya studio niko na mwenzangu Dozi mwenyewe. Tuma request zako pale hivyo kwa Facebook page yetu. Kwa wale ambao wanataka kujua more about Ozil the Master, atatueleza hapa hivi. Unaweza tuma request yako ya ngoma yako unataka, unaweza muuliza swali wewe pia kama mtazamaji, ambapo in the next few seconds tunaweza mkaribisha hapo hivi akuje tupatie burudani kiasi, ama namna gani wasikilazi. Kabisa. Ukinipa nitaichapa na sitakijua, bila amanana sitakijua, leta zako nitakutoka na sitakijua, nikupandana na sitakijua, when you want it wanda mi sitakijua, fanya zako bidii na sitakijua, uko vela ama teri sitakijua, mkani wako mi sitakijua, akinipa nitaipanda mi sitakijua, bora kesi baadaye hata sitakijua, bora topic kwangu leo ni sitakijua, nayo leo mi sitakijua. Yo, ndani ya studio leo tunataka kumkaribisha one and the only Ozil the Master. Ozil mwenyewe. Karibu kwenye show Buda. Karibu Buda. Mko poa? Kabisa. Jonjo bro. Fresh Joe. Karibu ndani ya studio. Thanks mazee. This is Sukre Entertainment, #1 online TV. Mazee. Nimeshukuru sana. Leo tumeamua bana tukuite bana, mafans wametegea wanashindwa bana. Huyu Ozil rafiki nini? Umejua nikwambie. Hii barabara ya kutoka junction. Kutoka tu junction ya inaitwaje? Kachok mpaka hapa. Bwana tuktuk ilibidi lazima nipande ni enjoy kidogo. Enjoy kidogo. Tumesikia kuna vile tuktuk kimegonga Mercedes hapo ikaleta tafash sana, ikaleta jam. Mpaka mwenye tuktuk peke yake ndo na insist. Nika wamegonga kitu expensive. Umejua tu Mercedes bana, yeye unaelewa tu bana. Iko hivyo tu. Ndio ikaleta jam ikafanya umefika leo sasa. Karibu ndani ya Sukre TV. Na asanteni sana. Sisi tumekutegea. Na leo niko na mwenzangu hapa anajiita kama Dozi mwenyewe. Kabisa. Unacheki tu hiyo suti yenye nimepiga. Anamwambia kijana ya Dozi ya mzito ya pesa. Suti ya noti. Ndio hiyo mazee. Ozil the Master. Babu, wazee wamekutegea hapo hivi. Wale ambao wamesha tune in, labda unaweza waelezea Ozil the Master ni nani? Mazee, Ozil the Master wazee iko na vitu mingi kabisa. Unajua Ozil kwanza ina come from the word Oreta Zilas. Oreta mimi naitwa, my real name Elisha Otieno Oreta. Then sasa unajua kwa hii industry mazee lazima kuwe na ile ambition na nini, ukitafuta hiyo meaning ya Zilas. Iko kwa dictionary. It's about having that zeal and passion. Ile passion ya muziki tu na nini. So ilibidi niweke Ozil. Simple tu hivyo. Ni simple tu hivyo. Okay. Kwa watazamaji bana, najua sasa mnaelezewa hapa maana ya Ozil. Sasa mnajua Ozil ni nani? Kabisa. Ozil the Master mwenyewe. Hii muziki, ukianza muziki, juu mimi nikikujua siku yangu ya kwanza nilikujulia Milambo Records. Ilikuwa kitambo sana. Kitambo, kama bado sijui uko secondary. Hapo nilikuwa high school hapa. Bado uko high school bana. Hapo ndo nilikujulia, lakini nilikujua kama artist. Lakini sasa hizi inaelezewa ya kuwa wewe ni producer. Mimi ni producer. So unaweza ambia watazamaji nini? Ozil the Master ni artist ama ni producer?
hii mwili vile unacheki hivi. Hii mwili. Hii ni kampuni kivyake. Hii ni kampuni kivyake. Kama ni kuunda beats, kurecord, kumaster, kuedit na nini. Wewe mwenyewe. Kuandika rhymes tena mimi pia. So kampuni inatembea tu. Inatembea yenyewe. Ngoma unajiandikia mwenyewe. Solo na beat yangu na kila kitu hivyo chapcha. Noma sana. Yaani Ozil the Master ni songwriter, yani artist, yani producer, yani noma sana bwana. Kwa yule ambaye anakusikiza saa hizi ambaye labda anaweza taka kujua ulianza muziki, yani you are way to muziki, kwa nini uanze muziki? Ni muziki ulianza kwanza ama ni studio nini production? Personally nilianza muziki first kwa kitambo. By there I was in class 7. So class 7 unapata tunaenda tu shule hapo Arena Primary. Hizo madrums marimba na nini nilikuwa tukicheza hivyo. Then from that class 8 niliamua kwanza nimalize KCPE. So after hiyo ndio passion ikapanda kabisa. Throughout my high school wasa wamenijua wote. Throughout my high school ilikuwa ngoma, entertainment nini. Hata matime pia umejua kuna ile time kijana pia lazima alenge shule kidogo. Aingie kweli. Uingie band. Uingie band kidogo. Yeah. So ilikuwa tu hivyo. After hiyo music ndio ikakam. Sasa passion the more naingia studio, mimi unajua personally kitu wasema juu about mimi. Mambo ya production sikuwa nimeenda college. Sikuwa nimeenda college. Hata nikianza nikifanya project wasema kikam. Nilijua tu vitu through hiyo passion nilikuwa nayo na naona vile Ngiri 40 most got in the studio yake ndio naona vile anafanya kazi yake. Sasa through hapo ndo nikalando nikaingia multimedia lazima pia uko na certificate nyingine na kweli. Hapo ndo kaanza kutafuta sasa. Hapo sasa ndo nikaanza kutafutana na hizo papers za shule hizo. Okay. Sasa hapo ndivyo hivyo ndio uliingia production sasa. Na labda nikikuuliza before Wodozi ya kuuliza swali yoyote. Wacha tu mimi ndio host Wodozi. Ndio umepiga swali kwenye shinda lakini amedunga kushinda bwana. Unaona acha nikwambie. Hii ndio reason unapataga msana anarushwa wife mtaani. Juu ukilegea kidogo hivi. Msawa suti ameingia sweep. Lakini niko na do kushinda bro. Siku wanasema watu wa suti wananga do. Bana. Lakini mimi niko nazo. Wanafichaga. Hii ni ujaluo. Hii ni ujaluo. So the master mwenyewe. Yes. Labda kwa yule ambaye anakusikizia saa hizi ambao ana watch saa hizi ndio tuko na over 2 million viewers hapa hivi. Yes. So wale ambao wanakusikizia ulianza muziki mwaka gani? Hiyo swali lako ngumu because nikisema nimemaliza high school, nimemaliza primo 203 which nikirudi back unaona between 201 202 203 bado tunaimba zile ngoma zenye unaweza imbaga mtaani na zile za kalongolongo unashapenda nayo career yako juu so from hapo ndio nimeweza but ngoma nimechukua serious high school. High school ma cultural night na art cultural night nimezoea hiyo manini festival hizi cultural day na ikikam kwa pale Kisumu Day ndio sasa unapata shule zote zinakam hapo ndio sasa tulianza kuwa serious na hiyo. Okay. So from high school hapo 204. Hapo tukikutana Milambo wewe ulikuwa msanii. Hapo nilikuwa msanii. Juu mimi hapo naye nilikuwa sasa naanza. Hapa alikuwa ameshaiva. Hapo sasa huyu alikuwa shaiva. Alikuwa na msanii mwingine alikuwa na Master Carl ama kulikuwa na Carl alafu kulikuwa na Doz. Doz Master Carl na wewe nilikuwa naingia pale na feel bana niko studio. By the way Carl manze big up pia akona studio hapo Kawash manze meshika SBRS. So ni journey tu. Muziki umejua once wanasema kitu kama unaipenda you have the passion. Si lazima usome because ile passion yako itakudrive. But ukisema acha nisomee nifanye vile Kala nafanyaga ama tufanye vile zile anafanya then at the end unapata inakuwa
hiyo si passion yako. Si passion yako. Unafanya kitu yenye uelewe, kitu unajiforce na yani kitu yenye drive hakuna ile drive motive. Kuna ile drive. Sasa once uko na hiyo drive unapata tu unaendaga tu pale na kazi zako zina nini. Mimi through hiyo nimeenda Safaricom live through hiyo. Yenye pia ilikuwa big pia by the way. Sasa hiyo passion tu muhimu kabisa. Muhimu. Yes. Chonjo bro. Okay. Sasa kwa wale ambao wanasikiza Ozil the Master na wanataka kusikiliza ngoma zake bana, unashangaa vipi huyo Ozil the Master hizi simuelewi, simjui, nataka kusikiliza ngoma yake. Ozil the Master mwenyewe tuko naye ndani ya studio. Mimi na mwenyewe naitwa Kayla King aka The Slum King na niko na mwenzangu hapa Wadozi mwenyewe. Wacha tukupatie ngoma yake moja kwanza waanze kusikiza nayo tukiendelea na maswali. Ukingoja hizo manini zako pia uziturushia hapo hivyo. Ama namna gani? Iko sawa. Mike wako buda. It's another Total Vibes production. Leo stakijua nayo leo Mr. Kijua Nasta Kijua nayo leo Mr. Kijua zako Mr. Kijua stakijua jua stakijua yeah. Leo mstakijua ukinipa nitachapa na stakijua bila amanana stakijua leta zako nitakutoka na stakijua nikupandana na stakijua when you want it one time stakijua fanya zako bidii na stakijua bila amatei stakijua mkani wako stakijua ukinipa nitaipanda stakijua bora kesi baadaye hata stakijua bora topic kwangu unajua baadaye bushka kidogo. Umejua bora na sing hizo sitakijua. Ndio nashangaa bana. Unajua mbona sijaimba hizo words zingine. Nataka tu hii umati jue tu. Kuna ile time unatulizaga utakagi kujua. Unaona ile time uko na ganji yako ama hata kama huna do. Ama uko tu mtaani. Kuna tu time unataka tu utoe tu stress zako tu. Umetulia huna stress. Na hata pia mafans manze. Sijaimba hiyo ngoma hizo words zingine. Juu leo sitaki jua. Lazima wajue hiyo. Lazima wajue hiyo kitu. Wajue utaki kujua. Leo sitaki jua mazee. Noma. Leo Mr. Kijua. Mr. Kijua. Stakijua jua. Stakijua leo Mr. Kijua vitu zote zikamu stakijua bila siniulize hata stakijua hauna evidence siwezi takajua kudini gani jamaa stakijua kwa Mungu wako mimi stakijua kwa Arsenal ama Man U stakijua miliendaje vipi stakijua kademia nani mimi stakijua kuna yodunga mimi stakijua jua leo stakijua hapa niko jikoni leo stakijua nayo leo Mr. Kijua na stakijua nayo. Unajua ukianza kuimba hii ngoma ilikuwa dhani utakijua ile ya Mungu. Sasa umejua sitaki kujua. So as msanii kuna time pia umekuwa allowed kuchinja watu zingine unakaweza hapo. Ndio zingiana. Hii jua nataka vitamin D lazima ni. Unashangaa bwana huyu mzee hataki jua bwana. Sasa unajua kama mwenye anatazama kama ameshorten sitaki kujua, si ndio? Sitaki jua. But jina ya song na sitaki kujua. Sitaki kujua. Okay. Sasa unaishorten tu hapo ndio ingia. Shorten tu hapo. Kwa muziki hiyo ngoma hata mtashangaa. Hii ngoma nilikuwa naunda beat. Sikuwa nimeplan kurecord. Ile time tu umetulia studio. Unajua niko na studio kwa Kenya. Sasa ile time nimetulia studio ndio nikaanza tu kuunda beat. Then hiyo chorus. Sijapiga take 1, sijapiga take 2 ama backup ama nini. Ni kitu ilikuja freestyle. Nikairecord tu hivyo na hivyo ndo vile ilienda. Na unataka kujua wewe una record tu na hiyo siku nilitulia tu Kenya. Kwa nika freestyle tu. Nikakaa mtu hivyo na hata sikuandika hata. Lakini hiyo ndio usanii. Ngoma iko chonjo, labda msikilizaji atuambie anafikiria nini kuhusu hiyo song. Ameisikiaje?
Japesa Meli nasema nice show. Karibu sana ndani babu. Asante, asante kabisa. Yeah, ngome nice. Huyu Japesa Meli ni msee kutoka huko ako Dubai. Ako Dubai sasa yeye ni fan wetu namba 1. That's good. Yeah. So Zilas Boy, unless nitakuuliza maswali baadaye, unless Wodo yako na swali lingine ya kukuuliza. Mimi kama tunangojea mafans wa kuulize maswali. Mimi kusema kweli mimi nimenishika mdomo tu kweli. Mimi vile nimekuona sikuwa na ile mafikiro kwa unaweza toa nyimbo kama hiyo, yani nyimbo ya kuvutia hivyo. No, but once wewe msanii, even though hii ndio by this hii ndio show yangu ya mwisho as a secular artist. Sasa yenye namaanisha ni after this naingia to gospel. Ninge gospel music from today. So umejua nimeona Mungu pia. Mungu. So through that talent. Ukitaka kuforce talent bwana, kama muziki si talent yako, mazee saka talent yako. Usisumbue wase. Unajua kuna wale wasanii wanakujaga tu studio, niaje buda, mimi ni msanii nataka uniproduce. Alafu unamwambia bana, mnasikizana na msee mpaka na ameingia bei yenye unataka. Acha jamaa simame ukianza kuunda beat. Ushairudishaga pesa. Na hii corona narudisha gani? Unarudisha do. Naambia bana. Sasa uko chini. So ni passion, acha tafuta tu passion yako fanya. Mimi kuna hata vitu za music naweza buy. Na hata saa zingine inisaidii. Na sasa ni ile tu passion yenye inakuweka tu. Kweli. Yeah, kweli. Wewe ni Ozil mwenyewe. So mtu wangu umeongea hapo kuhusu kurudisha do. Kuna wale wasanii ambao anaingia kwa muziki sababu fulani anafanya muziki. So anaamua tu bana, mimi niko na do yangu hapa hivi kidogo na zamani za tengeneza beat nifanye nini anakam studio. Hizo challenges mnapitia kama producers. Unapata mtu anakuja na akijua kinataka kuimba. Ajui kwanza kuna kitu mbaya kama wewe ni producer umejua song, umejua vile song inatokaga vile. Alafu msana anakuja na imba off key. Hata vile unaanza kumproduce bado inakuwa ngumu juu. Leo ni kule tu pesa ama ni record jamaa. Zile enzi za kitambo na nilikuwa na zingine nilikuwa nakula. Juu napata saa zingine umeamka leo uko tu na tao, sasa nataka kuwai 6k. Unaona sasa kurudisha hii ganji nayo. Noma. Sasa unapata ndio msanii unapata ngoma yako inakawia studio. Unakuja kesho aje after 1 week hakuna. Inaendelea na kuwa 2-3 years. Unapata ngoma pale inakaga tu. Nyinyi wenyewe pia mnaogopa kuluzi ile brand. Umejua the more umetoa kazi poa. Kazi inaenda mahali inarudi. But ile usitoe tu project juu ati ashanilipa so maybe kataa kufanya project, jamaa rudi na pesa yake. Aenda jaribu mahali. Dan uunde kazi mbaya. Jamaa ende naye nje iharibu brand yake. So then unajimarket. Hii ni marketing that's true. Kwa wale ambao wanaulizia hii studio yako inaitwa aje? Wanataka kujua studio ni gani? Total Vibes. Total Vibes inapatikana Manyata Umoja Center. Nyuma ya Manyata Primary School. Hapo kuna center hapo, kifika tu ama kuna namba pia itakambadai nitawapea. Tuwapatie namba hapo hivyo. But pia Facebook pia utapata Ozil the Master hapo, tunaweza bonga usioni. Yenyewe. Chocho kabisa. Nambari ya studio utatupatia hapo baadaye. Tukiendelea. Meanwhile, Wodozi unaweza kuuliza na swali ya kuuliza Ozil the Master mwenyewe. Ozil mmoja kulingana na saa hii. Unasemanga wase wengi hii age yetu hii. Tunapata tumeingia katika tuseme hii field ya music yenye imeingia hii. Tunapata kuna wase wengi hawapatangi ile time ya kukaa na familia yao. Labda hata kuwa na familia
Upande wako huko na familia ama? Mimi ni Buddha. Wewe ni Bazenga. Mimi ni Buddha Bazenga. Mimi ni Buddha. Okay. Kijana yangu pia naimba by the way. I'm a father of one. Expecting another one hapa within. Congratulations. Bazenga, shukrani sana. So mi sitakaki kuficha mambo ya relationship yangu. Kama relationship yangu inaenda inakuudhi. Hiyo ni shauri yako. Yeah. But mimi kitu mimi usemaga, first of all it's God, put family and friends karibu. Yeah. Na kama unataka kuwa na mpango wa kando bana, hiyo time ilipita. Ilipita kitambo. Hiyo time ilipita. Hiyo time ilipita. Sasa hizi ni kana wako, linda nyumba yako, ongeza watoto. Kwani nini unataka kwa mpango wa kando na huwezi pewa na wewe wako? Hapo wewe msikilizaji, mtazamaji, Ozil the Master amedeclare yeye ni married. Yaani with 2 kids. Dada wengine pia wanakaa. In case wako njiani. In case kuna kitu unataka kujia tu ngoma. Vitu zingine hapana. Sifanyagi hizo vitu. Hiyo ni kwa bana, mimi ninafurahia hiyo. Kwa sababu unajua mimi I'm also a family man. So ukitaka kuingia kwa hizi mambo ya sherati na nini eleti shangwe inafanya nyumba yako inadidimia. Hiyo ndo ina break marriage mingi sana. Na kitu mimi ulizaga ndio ufike between age yenye saa hizi tuko. Tuseme tu between age ya 24, tuache 24, 25 ukienda mpaka 30. Nini hujafanya from ile 18 yako mpaka 24 yenye sasa unataka kufanya kwa hizi ya zote? Nini hujafanya? In case kuna vitu zenye kama unataka kufanya hiyo kitu sahihi, then my friend, hiyo life yako, hiyo si life. Hiyo si life. Kwa vile ambao nataka kuoa at 30. Ni uamuzi wako. But me personally, I think siwezi sema nilioa early ama late, but I've seen the fruits of the marriage thing. Nimeona fruits. Mi kuna hata times zenye si mavijana tulikuwa tunalala. Sasa zingine unajua family inaweza fanya una concentrate. Mimi nilifika kitambo ile hata sikuwa nakulaga. Na unapata tumepiga tu kona kwa bao unachapa vizuri zako na unalala. And then unaharibu tu mwili yako bure. So time ikishapita imepita. Sasa hii muziki unajua sasa wewe ni kama 3 in 1 unafanya muziki, wewe ni artist. Wewe ni producer na wewe ni head of the house. So hizi vitu zote unanini aje ndio urekodi ngoma yako, urekodi ya msanii na wife na watu hivyo wapatie time yao? Personally me kitu mimi usemaga, umejua in life kila kitu lazima upatie time. Kama saa hizi ni time ya family, bana brother ama customer ama nani, tafadhali hii time ya familia yangu nayo niachie. Na mimi pia nimejua hii time ya family, I love to do this. Kama ni time ya biz, tena wife amejua time ya biz, amejua jamaa ku busy. Mimi tena kuna time yenye nikikaa mbele ya hizi studio monitors na mic, na sahau kitu yenye nafanyika kwa sitting room. So inamaanisha keep time yangu hapo. Working plan. That's true. Kwa time ya usanii pia inakuwa. So lazima ujiplan. Unajua once umekuwa, mimi sasa hizi mimi najiita Buddha. Mimi ni Buddha sasa hivi. So zile vitu za vijana na nini, kuna mob nimeacha. Mimi kama sasa hizi it's about 1 year sija take alcohol. That's good. Sijakunywa na hata sasa hizi mtu mwenye ananuka pombe akisimama mbele yangu ama kando yangu, yani naudhika kabisa. And I used to take it. So inamaanisha the more time inaenda, there are some few things we'll have to leave them aside. Kweli. Na hivyo pia ndio kwa sababu lazima familia pia uweke na kazi uweke kabisa. That's true. Kweli. Yeah. So apart from hiyo ni hiyo time yako ya familia na nini, madamu umesema ako tu sawa na muziki yako. Yeah, she's good with that because at the moment umejua pia hawezi taka kuishi na mwenye afanyi kazi. Kama wewe ni dem na unataka kuishi na chali afanyi kazi, then kitu yako ni mbaya. Ni mbaya. Hapo music ni full time ya job. Hiyo ni job. So hata yeye anaelewa hapa kuna nini biz. Wewe ndio breadwinner na hii tunaleta hiyo bread. So hivyo. Naipenda hiyo. Kwa wale ambao yule ambaye tunatazama sasa hizi
tuko na ndani studio tuko na Ozil the Master, na kama kawa tuko na ngoma zake ambazo tutakuplay hapa kidogo. Na kama uko na swali yoyote, ingia hapo Facebook page yetu, andika hiyo comment yako ikuje, tutaiona hapo hivi, alafu tutamuuliza hiyo swali unataka kumuuliza. Kama kawa tutakuchezea ngoma yako moja. Yes. Ozil Silas, dangerous. Total Vibes Records. Yeah, dangerous. Dangerous. Cheki radio ni danger mazee. Dangerous. Yeah, hatari sana. Nishavishwa, sibabaishi na mtu kwa game, na leta vitisho. Kutoka mwanzo niko right hadi mwisho. Hakuna matata, hakuna matata, hakuna matata. Yeah, ever since nilishika mic, I got this tight flow, ready to blow, na leta mistari etaka mbali bro. Juu ni hatari kama mishale, tahadhari bro. Ikidunga nyuma, inatoka mbele. Tombolea, achilia, na angukia. Shikilia pande zote, harakati, katikati, fichilia. Juu ni danger zone, hatari sana, danger zone. Hii ni danger zone, hatari sana, danger zone. Hii ni danger zone, hatari sana. Hii ni danger zone, hatari sana, danger zone. Hii ni danger zone. Cheze na mimi, hapa naleta mistari kamili, mbili, hizo zingine zifai jangili. Tafuta kamusi, upate maana ya hizi methali bro. Shika talanta kali do, wasani wamekamwa kusolitol, vitu illegal. Dangerous, dangerous, watu kama mimi. Dangerous, dangerous, vitu illegal. Dangerous, dangerous, dangerous. So dangerous, take a look at me, it's so obvious, so straight on point. It's so marvelous like ABC. Hii game ni so rahisi, niko hatari tu kwa wale mafisi. Kaa mbali, danger zone. Hii ni danger zone, hatari sana, danger zone. Hii ni danger zone, hatari sana, danger zone. Hii ni danger zone, hatari sana, danger zone. Hii ni danger zone, dangerous, watu kamili. So dangerous, vitu illegal. Dangerous, watu kamili. So dangerous, danger zone. Hii ni danger zone, hatari sana, danger zone. Hii ni danger zone, hatari sana, danger zone. Hii ni danger zone, hatari sana, danger zone. Hii ni danger zone, hatari sana. Ozil mwenyewe. Wewe ndio master. Wewe unanimaliza. Azera kwa ila konga hivi bado. Wewe unanimaliza ile mbaya kabisa. Wewe ndio danger zone. Wewe danger zone. Hatari sana. Wewe video yake iko YouTube pia. Una search tu Ozil, Ozil the Master, alafu utapata danger zone. Na songs pia. Okay. Yeah. Labda mtazamaji ambaye anataka kujua nataka kujua more about you. Uko na handles, Twitter handle, Facebook, nini? Niko nini zote. At the moment ukienda Twitter utapata @Ozil the Master. Alafu tuende Facebook Ozil the Master. Wapi imebaki?
IG Ozil, kila kitu ni Ozil tu, Ozil the Master. YouTube pia mnaingia mnapata Ozil the Master. Muingie YouTube channel ya Ozil the Master bana, subscribe, like na share kabisa. Chap tu promote wasanii wetu kutoka Kisumu ama namna gani? That's good. Ozil the Master. Yes. Kwa hii ngoma. Yes. Ambayo inaitwa Danger Zone. Si kitu gani hii ilikukujia mpaka kaamua? Kaamua kuimba about Danger Zone. Personally, I think kuna wasee kadhaa, si hata kuna wasee kadhaa nishasikia wakibonga. Unajua kuna time kama sina kitu yoyote inaniweka na associate na wewe. As in kuna ile unapata watu wananiogopaga. So apart from hiyo lazima ujue nilikuwa najaribu ku pass out the information. Danger Zone inahusu according to lyrical na pia work yenye nafanya, so ile makali ya hiyo job. Inataka, so in short inajaribu kusema Danger Zone my friend, Ozil ni steamer. Hivyo tu. Ile unamaanisha ile hustling strategies ama ni aje? As in set strategies za nini? As in kitu nilikuwa najaribu ku associate kwa hii song ama ku show say. Ni ile tu the lyrical ability, flow na kazi as in ile kazi yangu ukisikia ni noma. So jaribu kitu noma yani hatari sana. Kimistari yani mnoma. Si hiyo mambo. Mistari. Mistari anajiamini yeye ni mnoma. Anazungusha kule. Na ukirudi kwa studio pia kutaka kulimanya mambo ya recording na mani yeye ni mnoma. Ni mnoma. Ni hatari huko. Job zake ni Danger Zone. Ukiingia hapo Total Vibes unapata ni Danger. Ukija pale hata hizi macho ukicheki watu ni Danger. Kali. Iko piti kabisa. Ulikuwa unatuambia ya kuwa ni kama unatoka secular. Unaingia gospel. Ni kitu gani hiki kinakufanya uingie gospel? Bwana nakwambia, umejua kwa hii life kuna time yenye unatumikia wasee. As in short, kuna time lazima uimpress tu wasee. Kabisa. Wasee. Uimpress wasee, na time yangu ya kuimpress wasee imekuwa poa na wasee walireceive fit. Now hii level yenye nimefika ya life, I want to impress the Lord. So na feel tu hata kwa kuimpress the Lord inamaanisha pia lazima nita impress wasee. But at the moment I feel like it's time to give thanks to God. Give thanks to God and to give my life to the Lord. Anionyeshe njia na WhatsApp huku mbele I need a clear path, because moja once kuna age nyingine ukifika lazima pia Mungu pia akushikilie vizuri. So I felt like it's time to give myself to the Lord. Kweli. So naamua gospel sana, nataka ku shift from secular to gospel. Na si ati kuna pesa imetoka mahali ya manini, vision ya Mungu. Yaani time yako ya kufika ya kutumikia Mungu imefika. Life lazima tu, umejua the Lord na lazima akushonjia poa na for you to get the right path. Lazima tu urudi tu kwa Buddha na kuambia Buddha mwambie masaja kwa hapo nilifika nimepotea sana. Wewe ni mwanakondoo ambaye ulikuwa umepotea, umetafutwa. Hata mimi nimesakasa God. Ni tu time yake iko right. God's time is the best. It's the best. Really. Unaona watu wanatoka gospel wanaingia secular. Lakini sasa wewe yako inaweza opposite, tunatoka secular na gospel. Inamaanisha wachache sana wanafanya hiyo. Kutoka secular ni wachache. But according to mimi kuna vitu mob Mungu amenifanyia. Na personally inakuwaga kuna time mimi naweza kaaga tu peke yangu na vision tu how is the way forward. Na umejua as a man your faith determines the well-being of your house. Kweli. So pia lazima nifike kwa saja ndio mtoyo wangu pia
daddy is on this side. Yeah. Sasa pia watuliambiwa vile umemlea. Ukimlea kwa hii industry yetu ya nini, hivyo ndo utazoea. Sisi tunakuwa hivi. Sasa kama umelea kwa kigospel atajua tu bana sisi ni tunalanga church every Sunday ama every Saturday. No, anajua tu mimi nimekuwa kwa familia ambayo inaenda church. Even though kwenda church haimaanishi umeokoka. Kabisa. Because kuna hilo unaweza enda church unakaa pale nyuma. Unaangalia time yako time inaenda. Kuna watu ule mse anavaa tu kladi zake, anamka kwake on Sunday, anafunga mlango. Ndio aonyeshe tu watu wanaombaga. Naenda church. But ukimuuliza leo umetoka church, what have you learned from the hakuna. Bible gani so unasoma? Tusiende tu church hadi tunaonyesha wasee. Mimi sijaamua kufanya gospel nionyeshe msee. Nimeamua kufanya gospel nimtumikie the Lord. Na kutumikia the Lord is the passion that na feel saizi nafaa naanza kufanya. Better late but never. Kabisa. Bwana muende church. Lakini na msome Bible. Na msome Biblia. Na ukumbuke sasa leo ni siku ya Jumapili. Leo Jumapili ni umefunzwa nini? Kweli kabisa kuna wale ambao wanaenda church. Ameenda church sababu anaona ikikufa saa hii lazima na church gani? Kuna wase wanaomuaga hiyo pia. Nikidedi lazima na kina nani? But umejua in life ni vitu zenye mimi jaribu mimi umejua sipendagi kufundisha watu wakubwa. Unajua umejua once umekuwa an adult, it's upon you to know which way you want to follow. But mimi upendaga tu just pass out the information. So mimi kitu mimi naweza ambia mtu kama wewe ni mkubwa ama mtoi ama dem uko hapo FB na nini. What I want to tell you is that at the end of this the life that you're staying, your life unaishi, your lifestyle unaishi. Chukua tu time yako hata kidogo, just give it to the Lord and you'll receive blessings kadhaa. Naam. Kweli kabisa. Umetutembelea hapa na nini yako? Gospel song yako angalau tuyapatie wasanii wasikilizaji na watazamaji wote wasikizie bana. Naam. Ni ngoma gani? But before we play your ngoma. Leo ni date gani? 21st of November. Na declare from 21st of November today. Nime change from secular to gospel. Amen. And jina pia nenda kuchange. Allah. So mina jina yenye kwa idea yangu ni Elisha Otieno Oreta. So I want to use brother Elisha. Hiyo ndo nataka kutumia. Hata ukiona jina hizo ngoma zenye nishafanya, baada EP yangu ya gospel full inakaa. Utaona hiyo jina nimetumia. So hata at least nimepata time poa date ya leo pia fiti. So from today henceforth it will be brother Elisha. Wa gospel. Si ule wa secular sasa. Si ule wa secular but kuja studio kuja na kazi yako. Wewe kuja na kazi yako, hata kufanyia kazi yako kama secular artist, lakini yeye mwenyewe atakuwa gospel artist. Hapo si ni tabu juu ile kazi. Kweli kabisa. Kwa hivyo wale ambao wametegea hiyo gospel song yake, wacha tusikizie amefanya aje, unajua ni different kidogo na zile ambao alikuwa amefanya hapo awali. Chonjo sana. Kweli umenilinda, umenikinga na mashida zangu zote, ukanipenda. Shetani chini kanigonga, ukanishika kanisimamisha vilivyo. Nitakupenda forever and ever. Hey, it's me and you. Nitakupenda forever and ever. Hey, it's me and you. Ukaponya vipofu wakaona, viziwi wakaeza kusikia. Nani kama wewe duniani? Hey, you are unchangeable, untouchable God. You are unchangeable, untouchable God. You are unchangeable, untouchable God.
You are unchangeable, untouchable, God. You cleanse our sins, even we are sinners, your love unbelievable. That's so romantic, mbele bila wewe hatuko sawa. Kweli Biblia ndo yetu silaha, mapenzi yako kwetu haezi linganisha na kitue. Yeah, nionyeshe takatifu uongozi wako, kweli ndo bora. Tunashukuru kwa kutulinda, every day we be praising you. Hey, for everlasting life you gave us. Yeah, you are unchangeable, untouchable, God. 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 Hey, yeah, hey, penzi lako haibagui, haichagui, penzi lako haibagui, hauchagui, penzi lako haibagui, hauchagui. Hey, 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 ukatupenda wa Afrika, penda wa Asia, penda wa Europa, penda wa Amerika, sisi sote dunia yote. Hey, hey, yeah. You are unchangeable, untouchable, God. 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 Thank you. Noma sana. Hiyo ni untouchable. Hata Mungu ako na furaha. Hata Mungu ako na furaha. Malaika mbinguni wanasema tumepokea mmoja. Lazima nifurahishe Mungu kabisa. Unajua personally sasa zingine tunaishigi tukifurahisha binadamu but atufikirie Mungu akwaje zaidi yake. Now it's good to impress your fellow human beings, but at times make sure all the time, not at times, all the time make sure umefurahisha Mungu. Kweli kabisa. Naam. Tukimalizia bana, leo tulichelewa kidogo, lakini at least tumeleta show, tujapoteza wakati. Tumekuletea hiyo show na umemwona Ozil mwenyewe yenye tulikuahidi. Na ndani ya studio leo ni Kayla King, the Slam King, na niko na mwenzangu hapo hivyo Wodozi. Ndani ya studio tuko na mgeni wetu kama kawaida, anaitwa Ozil the Master mwenyewe, but jina imechange. Saizi ni brother Elisha. From 21st of November 2021. Na hiyo tabaki hapo. Kwa hivyo tunashukuru sana kwa wale ambao wamekuwa na siku ya leo. Tunashukuru kwa wale ambao wametutegea mpaka imefika saa hizi. Kwa wale ambao wamekaa na sisi mpaka saa hizi venye tumefika kabisa. Na kwa vile tunafika mahali sasa tunaitamanisha, tunamalizia. Tunashukuru sana kwa wale ambao wametazama. Unless kama Ozil ako na kitu yote anaweza kuwa anataka kuambia, na namba yake pia ya simu usisahau kuwapatia. Ndio kwa ule artist ambaye anatamani kufanya kazi na yeye, unaweza mpata kwa hiyo namba ama kwa channel yake kulingana na venye anaitaka. Kwa hivyo Ozil mwenyewe stage yako. Before nipatie wakati, ningependa kumjua sasa hivi tunakaribia elections ndio. Sasa Mr. Ozil, ningependa kuuliza kwa sasa hivi nini unaweza ambia vijana hapo nje kuhusu hii uchaguzi ambao inakam. But personally ningependa kuambia mayouth, unajua especially hii election most unaangalia tu mayouth ndio umes sana kabisa. Mimi naambia mayouth, first of all
your life is very much important. A politician asikupee ganji uende utoe kelele huko mpigane na wasee, utapata at the end uende unashutiwa. Ume lose life kama wewe bado ni mdogo, umeacha parent, relatives, friends na shida mingi. So personally mimi kitu naweza ambia my youth ni, if you want to vote kwa upole, wewe sherekea tu huyo politician wako mwenye umejua, but don't take money to make a choice. Kwa choice yako ikuwe kitu unataka itakusaidia mbeleni. Only that. Kweli kabisa. Na vita tuacheni. Tuacheni kurusha mawe. Because unajua the end umerusha mawe. Huo politician ako kwa gari yake. Yameenda. Wewe umerushiwa back na nini na bule. Imekuchapa umedai. So at the end nani amelose? Hakuna pesa yenye inaweza lipa maisha ya mbele ya mzazi wako. Kweli kabisa. Kama mimi binafsi kama kila kitu naweza kukwambia kuwa kama utaki politician fulani, hata kama mkuja kwa mlango yenu, baki ndani ya nyumba, usitoke na ufunge mlango mpaka na padlock. Curtain pia una lock. Hiyo kutoka kwako nje ninafanya urushe mawe. Na kama ni politician ambao umtaki na lazima uende pale, aenda umsikizie na utoke uende zako. Waachana na kurusha mawe, haitakusaidia kwa maisha. Na mbona wanasema kuwa kura yako ni siri yako. Wewe ndio unajua mtu mwenye utapigia kura. Sasa hakuna haja ulete tafash na kelele mingi, unaona. Na mbona uchukue time yako, umejua upendi nani na unaenda kwako hali yake ukae kwako. Kaa hapo chini ya tune into Sukure TV number 1 online television. Number 1. Karibu. Shukran. Tunashukuru sana. Unless kama kuna kitu cha kumalizia. Mimi ningebig up wase by the to all the wasanii wote, mafans wote, na our leaders, tafadhali tuacheni kelele. My wife pia nakusalimia hapo. All family yetu yote tu kabisa. Nawagotea kabisa. Na wa tune into Sukure hata kama si leo peke yake. Kila siku. Like our page at Sukure Entertainment Live Television. Utakuwa unakuwa updated kila saa ambayo tumeingia online, utakuwa unapata update hapo hivyo. Na tukitamanisha tutupane namba yake yani Mina. Ukitaka in case you have a project ama unataka kuongea na mimi na 0757 800 142 0757 800 142. Hata unaweza nisaka pale Facebook, contacts ziko hapo, tunaweza bonga pia. Kabisa. Ozil the master mwenyewe. Sasa Ozil the master bana, hiyo ngoma ni nice ambapo wacha sasa ni play tena. Hiyo gospel. Imenitouch bana, tumaliza show. Mazejo. Vida yake by the way na kam. Inakuja. Vida yake ilishafanywa. Ni anything unafanya. Hata ingekuwa fana kam nayo bro. Okay. Umenilinda, umenikinga na mashida zangu zote, ukanipenda. Shetani chini kanigonga, ukanishika kanisimamisha vilivyo. Nitakupenda forever and ever. Hey, it's me and you. Nitakupenda forever and ever. Hey, it's me and you. Ukaponya vipofu wakaona, viziwi wakaeza kusikia. Nani kama wewe duniani? Hey, you are unchangeable, untouchable.